Tunakukaribisha mpendwa msikilizaji kuweza kufuata television ya Raia, kutufuata kwa makini, na ndio maana tunasema karibu kuweza kufuata habari zetu. Meya wa mji wa Goma anaendelea na mzunguko wake ndani ya kata mbalimbali za mjini Goma. Hii siku ya pili tarehe 29 April mwaka 2025, Katembo Daniel Julien, meya wa mji wa Goma, alikuwa mbele ya wakaaji wa kata la Virunga. Huko meya wa mji aliweza kupata fursa na nafasi ya kuweza kukemea hali ya kupiga debe ama ngoma kwa sauti kubwa ndani ya zehebu mbalimbali. Tufuate maelezo yake. Hii message tuko nawapatia, vous devez coopérer avec nous parce que vous êtes ici. Sudi comme sécurité. Participation ndio tunaomba ya kusheta wale watu. Parce que ilikuwa tuko na kamata, mais la population a compris. Maintenant ici, vous captez des groupes à l'hémicycle. Sababu wale babandi comme liko na menace kule, ils viendront ici. Iko menace kule batakuja hapa. Hapa wakati nilitika iko na amani hata basi anaikala. Ataiba voisin na huko unampakisha takuli. Tafuta watu wao wanacheza bwana, muziki sio kinchi. Unapaswa furahi lakini wafaze walala. Sawa, ile ni kazi ya Juma Kumi. Mtu unamwambia ya kwanza, ya pili hasikie, nguvu yako ni kidogo uje tuambia sisi tutakuja. Tutafunga ile kitu yako. Vile vile na makanisa, yes esprit, et doit être adoré à l'esprit. Ni kweli tunaomba Mungu sio mtu na sisi tunaomba Mungu, lakini hapana usiku watu wasilale. Sawa? Ile tutapasha routine et c'est utilisable par le Roho tusaidie. Tunasikilizana? Tunapenda Mungu na sisi tunaomba Mungu na tukataze kuomba Mungu mchana tuombe Mungu, lakini usiku tuache population ilale ili tutusaidia. Zaidi ya vijana 12 mkiwemo wasichana 2 waliweza kukubali kwa hiari yao wenyewe kutumikia ndani ya jeshi ya AFC M23. Ilikuwa hii siku ya pili tarehe 29 April mwaka huu, wakati wa uhimizaji ulioendeshwa ndani ya kata Katoi mtaani Karisimbi. Haya yote ni katika huo mpango wa usalama kwa ajili ya wakaaji. Watembeza pikipiki wa mtaa wa Nyiragongo wameweza jikuta ndani ya shida ya kukosa parking. Hawa wapiga yowe kwa wakuu viongozi. Bolingo Amada ana maelezo zaidi. Ukosefu wa hegemeo ya watembeza pikipiki ama parkingi katika wilaya ya Nyiragongo na wale wanaotumia barabara Goma Ruchuru, hiyo imepelekea kuhoroza visa vya ajali barabarani, hasa kwa wakazi wanaoishi kando kando na barabara na kwa wale wanaopitia barabara wakitumia miguu na kwa watembeza pikipiki wenyewe. Hawa wanaomba msaada kwa wafadhili na hata kwa viongozi wa wilaya ya Nyiragongo pia jimboni kuwajia kwa msaada kwa kufikiria jambo hilo kabla madhara mabaya yajitokeze. Raia hao wanaeleza yafuatayo. Na hii ni probleme deja, naona moto ziko karibu kufika mbarabara, haifurahishe. Lia riske kupatikane accident imprévu. Alors inaomba tu kukue parkingi yenye iko pembeni, iko reserve toujours ya parking ya mamoto. Ndio kabisa accident zinakuwaka, accident de circulation azikosake. Ila kama kuko parking pembeni, kuko punguko la accident. Tunaomba viongozi watu asiste, wa tayarishe tere ku parking ili tupate maisha mazuri. La mingi sana na tunapoteza watu wengi sana hapa juu ya accident. Sasa yuko inaomba lete tusaidie ituone fasi kwa tunapisha kwa na parking kando kando juu tuepuke maisha yetu deja ikue na ikue protection. Tutakuwa tunaingia ku parking fasi ya pembeni yenye itakuwa mbutiaje fasi kwa tunaweza tuletea shida. Kumbusho ya kwamba kulingana na shida hiyo, kiongozi wa tarafa la Nyiragongo Bwana Efreme Kabasha aliwahi ahidi rahia siku zilizopita akiwa kwenye redio ya RTNC mjini Goma kubaini ya kwamba hegemeo hiyo ama parking tayari wafadhili wakuwa katika kazi za ujenzi
ili hegemeo itolewe kwa siku za usoni kwa wale ambao wanatumia hegemeo hiyo, hasa kwa watembeza pikipiki na pia madereva wa magari. Efreme Kabasha kupitia njia ya simu ya RTNC hapa mjini Goma, akiojiana pamoja na waandishi wa habari, amewaita watembeza pikipiki pia madereva wa magari kuwa na moyo kunjufu na kuwa na utulivu, kwani siku za usoni hegemeo hiyo itaweza kutolewa na kuweza kuitumia vizuri. Anayekuwa na uvumilivu hula matunda yenye kuivya, wahenga wanasema. Kuhusu sikukuu ya mchezo, kumeendeshwa hii tarehe 29 April mwaka huu wa 2025 mkutano wa michezo mbalimbali na inayoandaliwa ndani ya chumba cha Foyer Culturel ili kuweza kupitisha vema sikukuu ulimwenguni ya mchezo. Mengi zaidi. Mchezo ya kuwa na matokeo mazuri jijini Goma hata kwenye ngazi za ulimwengu. Hii iliungwa mkono tarehe 29 April 2025 wakati wa kikao cha mazungumzo iliyohusu utamaduni wa mchezo wakati wa kusherehekea sikukuu ya mchezo inayosherekewa tarehe 29 April ya kila mwaka iliyoandaliwa na Foyer Culturel jijini Goma. Wasanii mashuhuri wa jiji la Goma hawakubaki kimya, ametambua hivyo Auguste Mosange ambaye apendekeza kwa wanasanii wa jiji la Goma kutumika sana kuhusu mada zinazozungumzia amani. Dansi ya zamani na dansi ya leo iko moja. Leo badanseri ya Goma tunaanza baona banaenda fanya mafestival kabambi dunia, banafanya matournée dunia, banaenda kuma activite kabambi na ile inakuwa fierté kwetu sisi kama vile wale ambao wanaishi na wanatumika na wasanii hapa mjini Goma. Upande mwingine ni kuwa Faraja Batumike nena kuwa wasanii wangetumika tena sana ili kuboresha mitumikio ya sanaa zinazoambatana na tamaduni ya mila. Hii ilikuwa kusaidia si wa artiste dancer na wengine population ya Goma itafika, tuchangie tena tucheke kadogo juu ya dance, na message nyingine ni kuonyesha watu ya maana kama dance nao ni kitu ya maana sana ku development ya vijana na jeunesse. Ni kazi na inayosaidia wajeni ya Kongo wala vijana kuendelea mbele na kukua na wengine maisha ya mzuri, kama vile mtu anaweza kuwa musicien, anaweza kuwa dessinateur, anaweza kuwa footballer na dancer naye anapata. Julisho kuwa kuna utofauti mkubwa kati ya mchezo na muziki. Na sikukuu tu ya kimataifa ya mchezo ya hii tarehe 29 April mwaka wa 2025 kumeweza kutiwa jicho kwa wale wachezaji wa kuweza kujichora na kucheza mchezo ya ambayo inakuwa na maelezo. Hawa ni wale wachezaji wa capoeira ambao wanajikuta ndani ya mchezo ya utamaduni na kujikuta ndani ya kikundi ambacho kinawasaidia ili kucheza na inawapatia vile vile masomo mengi. Kwa kumaliza habari zetu ni kwamba hii tarehe siku ya kupangilia zidi ya kuweza kumchagua yule atakaye mgomboa Papa Francois iliyo siku ya 6 itakayokuja, aliyezikwa siku ya 6 iliyopita. Tayari siku hiyo imekwisha kutambulika na siku hiyo ni tarehe 7 Mei ijayo. Ngolombe katikati anapana maelezo. Conclave ambayo iko ikitayarisha teua Baba Mtakatifu mpya inaaminika kufanyika tarehe 7 Mei mjini Vatican. Hiyo ni kisha mkutano ya kipekee itakayofanyika tarehe 28 April. Makardinali watakutanana mkonclave kwa kuteua Baba Mtakatifu mpya ambaye ataweza kuiongoza Eklezia Katolika. Itakuwa tarehe 7 Mei kwenye Bazilike Mtakatifu Petro. Wakati watakayoendesha uchaguzi huo ni wenye kuwa ingalao na chini ya miaka 80, watakuwa mushapel ambayo itaweza kuchukua masiku kadhaa na kuweza kuendesha uteuzi huo. Ni kwa habari hiyo ndipo hapo tunafika mwisho wa taarifa yetu habari. Asanteni kwa nyinyi wote ambao mtutega macho na sikio. Shukrani kwa wale wote ambao walijiandaa kuume kushoto ili habari hizi ziweze kuwafikia vema. Kwa niaba ya wote sina budi kuagana nanyi nikiwatakieni nyinyi wote Mungu aliyetuumba atupatie sote maziwa, asali na manemane. Kwaheri.